Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya 27 ya mwaka C wa kanisa. Wazo letu la leo ni Bwana tuongezee imani. Bwana tuongezee imani. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Habakuki, ile sura ya kwanza aya ya pili hadi ya tatu, na ile sura ya pili aya ya pili hadi ya 4. Somo la pili linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, ile sura ya kwanza aya ya 6 hadi ya 8, na ile aya ya 13 hadi ya 14. Na injili inatoka katika Injili ya Luka, ile sura ya 17 aya ya 5 mpaka ya 10. Ndugu zangu, masomo haya ukiyasikiliza vizuri yanikumbusha wiki moja ambayo haikuwa nzuri sana kwangu, kwa sababu nilikutana na watu na kupokea simu ambazo zilikuwa zinaeleza changamoto nyingi sana. Lakini katika yote hayo, wote walikuwa wanauliza swali: kwa nini Mungu ameruhusu haya? Kwa nini Mungu ameruhusu haya? Kwa nini mimi nipitie haya? Yaani, kwa nini? Mmoja aliniuliza, kwa nini Mungu ameruhusu mume wangu na watoto 3 pamoja na mfanyakazi wa ndani wafariki katika ajali wakiwa katika njia kuelekea Mwanza. Kwa hiyo aliniuliza, kwa nini Mungu ameruhusu haya yote yatokee? Nimebaki mimi peke yangu katika umri huu. Yule mama alikuwa analia kwa uchungu sana. Kwa nini Mungu ameruhusu? Mwingine aliniuliza, kwa nini Mungu ameruhusu mke wangu augue ghafla na afariki, ikiwa anajua ndiye mtu pekee huyu aliyekuwa ananiuguza katika ugonjwa wangu huu, katika uzee wangu, katika umri huu. Kwa nini Mungu akunichukua mimi, amemchukua yule aliyekuwa ananiuguza? Kwa nini? Baba huyu alikuwa analia kilio cha uchungu, lakini akijiuliza kwa nini Mungu ameruhusu haya. Mmoja aliniambia, mama mmoja pia, Father, kwa nini Mungu ameruhusu mwanangu mdogo kabisa, miaka 5, augue kansa ya jicho? Kwa nini Mungu ameruhusu? Kwa nini Mungu ameruhusu huyu asiye na hatia ateseke hivi? Huyu asiyefahamu magumu ya maisha ahangaike hivi? Ni maswali ambayo ukiyatazama kwa jicho la kawaida unaweza ukaona kana kwamba hayana maana, ila kiukweli ni maswali ambayo mara nyingi mimi na wewe katika mitihani migumu ya maisha, katika yale ambayo yanaonekana kwamba ni magumu sana, yanatuumiza sana, huwa tunajiuliza sana, kwa nini Mungu? Kwa nini Mungu? Kwa nini Mungu? Na ndio maana katika Dominika hii wazo letu ni Bwana tuongezee imani. Bwana tuongezee imani. Kama nilivyosema, hebu tuangalie hili wazo, Bwana tuongezee imani, hii sala Bwana tuongezee imani katika masomo yetu. Somo la kwanza kama nilivyosema linatoka katika kitabu cha nabii Habakuki, ile sura ya kwanza aya ya pili hadi ya 3, na ile sura ya pili aya ya pili hadi ya 4. Ni somo ambalo linatoka katika kitabu cha unabii. Narudia tena, nabii Habakuki ni nabii ambaye historia yake ya maisha haijulikani sana, kwa sababu jina lake alitajwi sehemu kubwa ya kitabu hiki, isipokuwa mwanzoni tu mwa kitabu, yaani ile sura ya kwanza aya ya kwanza. Baada ya hapo utasikia jina hili la nabii huyu likitajwa katika hiki kitabu. Wataalamu wa maandiko wanasema nabii huyu yawezekana alifanya unabii wake mwishoni mwa karne ya 7
na mwanzoni mwa karne ya 6 kabla ya Yesu Kristo. Hiki ni kipindi gani? Ni kipindi ambacho ulimwengu ulishuhudia anguko kubwa la dola iliyokuwa kubwa ya Asiria na kuinuka kwa dola kubwa nyingine ya Babiloni chini ya mfalme Nebukadneza na Nebukadneza wa pili. Huyu Nebukadneza huwa tunamfahamu sana, tumemsikia sana. Kikubwa zaidi, dola ya Babiloni, hiki ni kipindi ambacho dola ya Babiloni ilipatanuka hasa baada ya kuishinda dola ya Wamisri katika vita vya Karkemishi. Hivi vita vilipiganwa, ilikuwa ni mwaka 605. Sasa baada ya kushinda hivi vita, nawaeleza ili muweze kuelewa hapa vizuri tafakari. Sasa hivyo kuifanya baada ya kushinda hii Israeli ya kusini, yani Yuda, iwe koloni jipya la hii dola yenye nguvu iliyoibuka, yani iwe chini ya Babiloni. Na mbaya zaidi, watu wa Mungu hawa wa Yuda walikuja kuonja hasira ya Wababiloni katika mwaka 597 wakati mji wa Yerusalemu ulipotekwa nyara na mfalme wake na wengi wa wakuu wakapelekwa katika uhamisho. Sasa nasema hivi, natengeneza mazingira ili uweze kuelewa kwamba ni kipindi ambacho watu wa Yuda, ili taifa teule, walikuwa katika magumu sana. Wako chini ya utawala mmoja, unatoka utawala huo unaingia utawala mwingine, na kama hiyo haitoshi wanatekwa nyara na kupelekwa utumwani. Ni kipindi ambacho kilikuwa na mitihani migumu sana kwao. Hapo sasa ndipo kile tulichokisikia katika hili somo la kwanza sasa kinatokea. Hapo ndio unaweza kuelewa nabii huyu, kama ilivyokuwa kwa Ayubu na kama ilivyo katika Zaburi ya 74, nabii anafanya mazungumzo na Mungu, na katika mazungumzo hayo anamuuliza Mungu maswali ya maisha ambayo mimi na wewe wakati mwingine huwa tunajiuliza au tunamuuliza Mwenyezi Mungu. Anamuuliza Mungu, katika magumu yote haya tunayopitia, katika mitihani hii ya maisha tunayoipitia, katika maumivu haya tunayoyapitia kama taifa teule, hivi anasema kama nabii, nilie mpaka lini ili unisikie? Mbona kama kwamba umefumba macho katika haya tunayoyapitia? Kwa nini umeruhusu sasa tupitie haya tunayoyapitia, haya magumu tunayoyapitia? Somo linaendelea, ndipo Mungu anajibu kama ilivyokuwa kwa Ayubu. Mungu anasema haki yake, majibu yake yanaweza kuonekana kwa akili ya mwanadamu kwamba yanakawia, lakini hayakawii. Haki yake itakuja muda na wakati wa Mungu yeye mwenyewe, yaani muda wa Mungu unaitwa Kairos. Mtu mnyoofu lazima asubiri kwa uvumilivu mkubwa sana, na awe na imani ya hali ya juu, asiwe na woga hata kidogo, asikate tamaa hata kidogo. Mungu anaona, Mungu anasikia. Wakati wa Mungu au wakati wake si wakati wa mwanadamu. Mungu akawii, Mungu anajibu. Na haya ndiyo majibu ambayo Mungu anataka kutupa mimi na wewe, kwamba wakati wa changamoto tunapojiuliza kwa nini Mungu, kwa nini nipitie haya, kwa nini haya yanatokea, si kana kwamba Mungu haoni, bali anaona. Lazima tuwe watu wa imani. Kibinadamu tunaweza tukashindwa
Kwa binadamu tunaweza tukaanguka, tukamkufuru Mwenyezi Mungu, tukaenda sehemu nyingine kwa waganga au kutafuta msaada. Ndio maana lazima tusali kama mitume walivyosali: Bwana tuongezee imani, Bwana tuongezee imani. Somo la pili linatoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, ile sura ya 1 aya ya 6 mpaka ya 8 na ile aya ya 13 mpaka ya 14. Ndi hiki sasa ambacho tunakisikia katika waraka huu wa pili wa Mtume Paulo kwa kijana wake Timotheo. Akiwa kifungoni, anapitia magumu, anapitia matatizo, anapitia mateso. Akiwa gerezani jijini Roma, Mtume Paulo anamwandikia kijana wake barua, anamwandikia kijana wake wosia ili kumuimarisha kabla ya kuuawa. Anamwambia ukweli kabisa kwamba hakika magumu yapo, hakika majaribu yapo, hakika ndugu marafiki watakuacha, hakika dunia itakugeuka, lakini kijana wangu Timotheo, kumbuka, shika imani, shika imani. Kijana wangu Timotheo, kumbuka mwanangu. Ndio tumesikia akisema mwanangu. Hatukupa Mungu akutupa roho ya woga. Mungu akutupa roho ya woga, bali roho ya nguvu, roho ya upendo na moyo wa kiasi. Mungu akutupa roho ya unyonge. Mungu akutupa roho ya kushindwa? Hapana. Sasa lazima kujiuliza, kama Mungu akutupa yote hayo, hiyo roho ya unyonge, roho ya woga inatoka wapi? Basi inatoka kwa Ibilisi. Lazima kupambana sana, kuomba sana, kusali sana, ili roho ya kushindwa, roho ya woga, roho ya wasiwasi, roho ya kuona Mungu asikii na kuhangaika na kulia usiku na mchana isiwe sehemu ya maisha yetu. Ndio maana lazima tusali: Bwana tuongezee imani, Bwana tuongezee imani. Ndio hicho tunakisikia katika Injili ya Luka, ile sura ya 17 aya ya 5 mpaka ya 10. Baada ya mafundisho ya Yesu juu ya maisha, juu ya makwazo magumu na mitihani mbalimbali ya maisha, kwamba haina budi kutukia, lazima changamoto zitokee, na vile vile lazima kuwa watu wa msamaha na kuachilia ili maisha yaende, ili kuwa na amani. Mitume wanaona kabisa si jambo jepesi hili, si jambo la kubeba hivi kibinadamu. Wanamwambia kwa unyenyekevu, wanasali kwa unyenyekevu mbele ya Kristo: Bwana, Bwana tuongezee imani. Kuna mengi sana hapa tunaweza tukatafakari katika Dominika hii ya leo, tukiwa na wazo hili: Bwana tuongezee imani. Lakini naomba tafakari mawazo makuu matatu katika Dominika hii yatusaidie sana. La kwanza, maisha ndivyo yalivyo. Maisha ndivyo yalivyo. Tumesikia Kristo akisema makwazo hayana budi kuja, japo anatoa ole wake aletaye, lakini makwazo magumu hayana budi kuja. Kiukweli ndio maisha. Maisha ndivyo yalivyo. Kuna muda katika maisha vitu vitaenda kinyume kabisa na vile ulivyopanga au vile ulivyotarajia. Ndoto zako, malengo yako, matamanio yako yataenda kinyume na matarajio yako kabisa. Lazima uelewe maisha ndivyo yalivyo. Utapanga kete zitaenda tofauti. Utapanga mipango itashindikana. Utapanga mipango na watu, utaingia ubia na watu ama kubaliana na watu ambao utawaamini mfanye kitu fulani, watakugeuka kabisa. Hao watu watakushangaza kabisa. Lakini lazima kuelewa maisha ndivyo yalivyo. Watu watakuacha, watakutelekeza, watakusaliti. Moyo utaumizwa, utalia sana. Mambo unayotaka yasitokee kwako, mambo unayotaka usiyaone, yatatokea kwako na si kwa mwingine kabisa. Maisha ndivyo yalivyo. Utahisi kana kwamba unaota, kumbe ni kweli.
itafika wakati hautakuwa na cha kufanya, bali maisha yataenda hivyo, kwa sababu maisha ndivyo yalivyo. Naomba niwaambie, kuna wakati utapigwa na mawimbi, utapitia katika changamoto ambayo hutoamini kana kwamba hii changamoto itaisha, au hutaamini kwamba haya mawimbi yatatulia, lakini unajua kabisa hata kama yakitulia, maumivu yake, makovu yake yatabaki. Itafika mahali utajiuliza kama nabii Habakuki, hivi Mungu uoni? Hivi Mungu usikii? Hivi Mungu, duniani kuna watu wengi sana, kwa nini umeruhusu au unaruhusu mimi tu nipitie haya? Kiukweli mbele yako Mungu na mbele yangu mwenyewe sistahili kupitia haya, lakini kwa nini unaruhusu haya? Maisha ndivyo yalivyo. Utatembea makanisa mengi, utasali novena nyingi, utatafuta ushauri kwa wengi, utalia sana, utakosa usingizi, utajilaumu, lakini hautakuwa na majibu. Utaona dunia imekugeuka, hautakuwa na majibu. Maisha ndivyo yalivyo. Ndipo hapo sasa, katika yote lazima kusali kama mitume hawa, lazima kusali mbele ya Mungu kama mitume. Bwana tuongezee imani, Bwana tuongezee imani, imani ambayo itakufanya uelewe kuwa wakati wa Mungu ni tofauti na wakati wa mwanadamu. Wakati wa Mungu ni sahihi, nao ukifika, wakati wa Mungu ukifika, kila kitu kitajipanga mahali pake, kila kitu kitakaa mahali pake, mengine yatabaki kama historia. Imani ya kuelewa kuwa magumu yanakutayarisha kupokea mazuri ambayo Mungu amekupangia mbele. Kuna msemo unasema, Mungu akipika mwanadamu haoni moshi. Mbele ya macho yako unaweza ukaona kana kwamba mambo hayako sawa, kumbe nyuma ya pazia Mungu anapika, Mungu anatengeneza mazuri, Mungu anatengeneza makubwa kwa ajili yako. Imani ya kuelewa kuwa wakati fulani katika maisha, kwa sababu ya upofu wa akili na miemko ya kihisia, tunashikilia aina fulani ya maisha, aina fulani ya kazi, misimamo, itikadi au kung'ang'ania aina fulani ya watu ambao ni sumu. Hivyo Mungu anatutingisha ili tuachie. Mungu anatutingisha ili tuondoke katika kushikilia hivi ambavyo vitatua baadaye. Mungu anatutingisha ili tuachie mti ambao una miba ambayo itatuumiza au inatuumiza, lakini tumeng'ang'ania tu. Mungu anatutingisha ili tuachie kikombe cha sumu ambacho tunakinywea, kwamba Mungu anaona tukiendelea na maisha haya, tukiendelea na watu hawa, tukiendelea na kazi hii, tukiendelea kukaa mahali hapa, magumu yatakuwa makubwa baadaye, majuto yatakuwa makubwa baadaye. Mungu anatutingisha, Mungu anatuondoa hapo ili tuweze kuwa na sehemu nzuri zaidi. Kwa sasa tunaweza tukaona kana kwamba tunaumia, tunaonewa, Mungu ametusahau, lakini Mungu anatayarishia mazuri. Naomba niwaambie kitu kizuri. Wakati mwingine mambo yanaenda tofauti kwa sababu tunapenda kulazimisha vitu ambavyo akili na utashi wako unakueleza kuwa kabisa haviwezekani, ila kwa sababu ya uoga wetu wa maisha, kwa sababu ya uoga wa macho ya watu, kwa sababu ya kuogopa aibu ya watu, ya kuogopa wakati mwingine kupiga hatua, tunazidi kuumia, tunazidi kuumia. Lazima kuomba hiyo imani, kwamba kutambua Mungu akutupa roho ya uoga, bali roho ya ujasiri, roho ya udhibiti, roho ya uthubutu kabisa na nguvu. Kwa kuwa imani ni kuwa na uthabiti katika vitu
tunavyovitumainia na hakika ya mambo yasiyoonekana, kama tunavyosoma katika waraka kwa Ibrania ile sura ya 11 aya ya kwanza. Ndio maana lazima kuomba Bwana tuongezee imani, kwa sababu wakati mwingine hatuoni mbele, ila imani inaweza ikawa jicho. Wakati mwingine akili yetu, taa za akili zetu zinazimika. Imani ni kama taa ambayo inaweza ikatuongoza mbele katika magumu. Mtakatifu Agustino anasema hivi: imani ni kuamini usichokiona. Matunda ya imani hiyo ni kuona kile ulichokiamini. Imani ni kuamini kile usichokiona. Matunda ya imani hiyo ni kuona kile ulichokiamini. Bwana tuongezee imani, kwa sababu maisha ndivyo yalivyo. Makwazo hayana budi kuja, lakini makwazo, matatizo ndiyo maisha. Maisha ndivyo yalivyo. Bwana tuongezee imani. Wazo la pili, ndugu zangu katika Kristo, makubwa yanaanza na madogo. Makubwa yanaanza na madogo. Yesu anajibu sala hii ya mitume, anajibu ombi hili la mitume kwa mfano wa kushangaza sana. Anasema, kama mngalikuwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mngeuambia mforosadi huu, ng'oka kapandikizwe baharini, nao ungewatii. Punje ya haradali ni ndogo sana, ambayo hata ukiweka katika vidole viwili hivi inaweza isionekane. Ni ndogo sana, lakini mti wake ni mkubwa sana. Lakini tukiwa na imani kama hicho kipunje tu cha haradali, tunaweza kufanya makubwa. Kristo anaelezea kung'oka kwa mforosadi, mti mgumu sana na wenye mizizi migumu na mirefu sana, lakini kwa imani ndogo sana unaweza ukang'oka. Maana yake makubwa yanaanza na madogo. Yaani katika kidogo hiki kinaweza kikatokea kikubwa. Katika kile unachokiona ni kidogo sana, makubwa yanaweza yakatokea. Ukiwa tu na imani, makubwa yanaanza na madogo. Ndapa mfano, kwa imani Ibrahimu alitendewa makuu sana. Kwa imani Ibrahimu alitendewa makuu. Waraka Mtume Paulo kwa Warumi ile sura ya 4 aya 18, waraka kwa Ibrania ile sura ya 11 aya 8 mpaka ya 12. Kwa imani Daudi alimshinda Goliati. Kwa imani Hana aliyekuwa tasa alimzaa Samueli. Kwa imani miujiza ilitendeka. Kasome Injili ya Luka ile sura ya 8 aya ya 43 mpaka ya 48. Kwa imani Kristo alisema kwa wengi sana, imani yako imekuponya. Kwa imani yasiyowezekana yaliwezekana. Hivyo Mungu akikwambia kuwa na subira, ingawa unaona mambo yanachelewa, kuwa na imani hata kama ni kidogo. Hiyo imani itafanya makubwa baadaye. Wakati utafika kwa imani, mambo yataenda vizuri. Mungu akisema piga hatua, kwa imani piga hatua, kuna mazuri mbele yanakuja. Mungu akikwambia achia, kwa imani achia, kwa sababu yeye atakudaka na atakupeleka sehemu nzuri. Mungu akisema atakuinua, kwa imani amini, inuka. Mungu akikwambia lolote lile fanya, kwa imani naomba ulifanye. Imani yako japo inaonekana ndogo, iombee. Mungu akikubariki kwa kidogo, kiombee kiwe kikubwa kwa imani. Mtaji wako uombee, ujasiri wako uombee, moyo wako uombee, kipawa chako kiombee. Unachokiona akitoshi mbele ya macho ya mwanadamu, kiombee. Mipango yako inaonekana ni midogo sana, haitakupeleka kokote, iombee. Kazi yako inaonekana haina maslahi yoyote, iombee. Biashara yako inaonekana ni ndogo sana, iombee. Chochote kile ambacho unaona au unakitamani, japo akili yako inakwambia akiwezekani, omba. Kwa imani mambo yanawezekana. Imani ushinda yasiyowezekana, si kwa nguvu za kibinadamu, bali kwa uwezo wa Mungu. Kile ambacho unaona akiwezekani, kiombee, kwa sababu
makubwa yanaanza na madogo. Hata changamoto unazoziona kwamba ni ndogo ndogo, ziombee kabla hazijawa kubwa. Ziombee kwa imani, mambo yanaweza yakabadilika. Kwa imani, kila ambacho unakiona katika familia yako akiwezi kung'oka, kiombee. Kwa imani, kile ambacho unakiona ndani ya moyo wako akiwezi kutoka, kiombee. Kwa imani, hata kama ni tabia ambayo unaona haiwezi kung'oka, imekita mizizi ndani mwako, iombee. Makubwa yanaanza na madogo. Kuwa na imani kwamba unachokiomba kinawezekana. Bwana tuongezee imani. Wazo la tatu na la mwisho, usimdai mtu. Usimdai mtu. Sehemu ya mwisho, Kristo anatufundisha jambo moja kubwa na la muhimu sana, linaloweza kufanya tuishi kwa amani sana na moyo mzuri sana. Hili ni unyenyekevu wa hali ya juu. Hali ya kuelewa kuwa sisi ni watumwa tu. Tumepokea upendo bila mastahili yetu. Kwa Bwana lazima kutoa upendo. Hivyo tunatakiwa tutoe upendo huo bila kutegemea malipo. Tumepokea baraka bila mastahili yetu. Hivyo tunatakiwa tutoe bila kutegemea shukrani pia. Hatuna cha kumshukuru Mungu kwa ukarimu wake. Tunasoma waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 11 aya ya 35 mpaka 36. Hivyo na sisi lazima tuwe wakarimu bila kutegemea shukrani. Wahenga wanasema, tenda wema uende zako, usigojee shukrani, kwa sababu shukrani ya punda ni mateke. Tusipokuwa na roho hii katika ulimwengu, tukawa na roho ya kupenda asante, asante, kushukuriwa, tutaumia sana. Tutaishi katika dunia ambayo itakuwa na maumivu ndani mwetu, majuto na masononeko sana, kwa kuwa sio wote lazima kuelewa ndugu zangu katika Kristo. Sio wote utakaojitoa kwao wakati wa shida, nao watajitoa kwako wakati wako wa shida. Sio wote utakaowachangia misiba, harusi, watakuchangia vile vile katika misiba itakayokukuta. Sio wote utakaowatembelea wakiwa wagonjwa, watakutembelea katika ugonjwa wako. Sio wote utakaotenga muda kwa ajili yao na kuwasikiliza, watatenga muda kwa ajili yako na kukusikiliza. Sio wote utakaoonyesha upendo, watakuonyesha upendo. Sio wote utakaowainua, watakuinua. Kumbuka, sio wote, iwe ni kazini, iwe ni makanisani, iwe ni katika jumuiya, iwe ni katika taasisi, sio wote utakaoonyesha tabasamu watarudisha tabasamu. Ukielewa hili, utaishi kwa amani sana na utaepuka maumivu ya kusema, nilipenda sana, nilisaidia sana, nilisamehe sana, nimesomesha watoto sana, nilikopa kwa ajili yake, nilitoa sadaka ya utu wangu kwa ajili yake, sikuwa na kitu ila nilifanya kila kitu kwa ajili yake. Haya ndiyo malipo. Wahenga wanasema, shukrani ya punda ni mateke. Kumbuka hilo. Bali ukiwa na roho hii ya unyenyekevu, itakusaidia kusema, nilifanya haya yote kwa sababu mimi ni mwanadamu na napaswa kufanya hivyo. Malipo namwachia Mungu. Mungu atanilipia. Nawe utakuwa na amani siku zote za maisha yako. Mungu akubariki sana. Nikutakie Dominika njema. Sala yako kila siku asubuhi, kila siku katika safari yako ya maisha, omba sana, Bwana tuongezee imani mimi na familia yangu. Bwana tuongezee imani mimi na ndugu zangu. Lakini kikubwa, Bwana niongezee imani. Maisha yangu unayajua, magumu yangu unayajua, mitihani yangu unayajua, njia yangu unaijua. Bwana niongezee imani. Bwana niongezee imani. Mungu awabariki sana na wajalie yale yote mnayoyatamani siku zote za maisha yenu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.